pitch right now na Job, ladies and gents. Let's see what he got. Hello everyone, this is the undisputed, the reigning, defending and still the undisputed George Job. Sasa leo kwenye off pitch bwana, nataka nikuletee orodha ya watoto akishua kwenye mpira wa miguu. Unajua mpira wa miguu mara nyingi unaelezwa kwamba unachezwa na watu maskini, wachezaji ambao wametoka kwenye familia ambazo ni duni, kwa wanatumia vipaji vao kukomboa familia zao kutoka kwenye umaskini. Lakini wapo pia ambao wamecheza mpira wa miguu kwa mafanikio na wanatoka kwenye familia bora, mboga saba. Kwa hiyo nataka nikupe orodha ya baadhi ya wachezaji ambao wametoka kwenye familia nzuri kabisa na wameishi maisha mazuri. Kwa kwao mpira ulikuwa ni hobby tu, wala haikuwa njaa kuiokoa familia kutoka kwenye maskini ulioloea na vitu kama hivyo. No, wanatoka kwenye familia ambazo ni fresh kabisa. Sasa kwenye orodha yetu wa kwanza anaitwa Faik Bolkiah. Faik Bolkiah yeye ndo mchezaji tajiri zaidi duniani kwa sasa hivi. Ninavyojaribu kukueleza ni kwamba ndio mchezaji tajiri zaidi duniani. Yeye ana utajiri ambao unakadiriwa kufika dola bilioni 20. Sasa Faik amezaliwa kwenye familia ya kifalme ya Brunei, moja kati ya familia ambazo ni za kitajiri sana duniani na zilizokaa kwa muda mrefu kwenye madaraka. Na huyu ndio mchezaji tajiri kwa sasa hivi akiwa na utajiri wa dola bilioni 20, akifuatiwa na Matthew Flamini, yeye mwenye utajiri wa bilioni 19 na ushe. Kwa hiyo Faik Bolkiah yeye ni wa kwanza ambaye anatoka kwenye familia ya kitajiri. Lakini wa pili ni Ricardo Isaacson Liete Kaka. Wengi wanamfahamu kama Ricardo Kaka. Na hata ili jina Ricardo la Kaka lilitokana na mdogo wake kushindwa kutamka jina lake vizuri Ricardo, kwa kama anamuita Kaka ikawa ndo nickname. Kwa wengi wanamtambua kama Ricardo Kaka. Yeye huyu bwana ni tofauti na wachezaji wengi sana kutoka Brazil. Wachezaji wengi wanaotoka Brazil wengi wanatoka kwenye familia ambazo ni duni, lakini kwa Kaka ni tofauti. Na yeye bwana anatokea kwenye familia ambayo inajiweza kabisa. Baba yake alikuwa ni civil engineer na mama yake ni mwalimu. Kwa Ricardo Kaka yuko kwenye nafasi ya pili kati ya wachezaji ambao wametoka kwenye familia bora kabisa. Watatu kwenye orodha yetu anaweza kawa na surprise wengi na jina lake, lakini Mario Balotelli yupo kwenye hiyo orodha ya watu ambao wamekuja, wachezaji ambao wametoka kwenye familia ambazo ni za kishua. Mario Balotelli bwana, story yake kidogo ni ndefu. Wote tunafahamu Mario Balotelli hakuzaliwa kwenye utajiri. Balotelli alizaliwa na wazazi wakimbizi kutoka Ghana ambao waliingia Italy kwa ajili ya kutafuta maisha, lakini mambo hayakwenda sawa. Wakawa wanapaswa kurudishwa kwao Ghana kutokana na kuingia kinyume cha sheria, lakini waliamua kumwacha mtoto wao katika kituo cha malezi pale. Baada hapo sasa ndo zali lilipomwangukia. Huyu yeye baada ya kuachwa pale kwenye kile kituo na wazazi wake ambao walikuwa wakimbizi, akachukuliwa na familia ya mzee Francisco na Bi Silvia Balotelli ambao kwao walikuwa wanajiweza kiuchumi, walikuwa kwa vizuri. Bwana Francisco na mkewe Silvia wakaamua kumwadapt Mario Balotelli, na ndio maana unaona anatumia jina la Balotelli kwa sababu kalelewa na Bwana Francisco na Silvio Balotelli. Kwa hili jina la Balotelli si lile la wazazi wake ambao ni wa Ghana, ni la mzazi ambaye ni Mtaliano ambaye alimwadapt na kumpa malezi. Kwa alilelewa katika familia yenye pesa mara baada ya kuwa adapted na wazazi wa Kitaliano, ila hakuzaliwa kwenye familia ya kitajiri. Kwa hiyo makuzi yake ambayo kakulia pale Italy ndio yanomfanya tunamuingiza kwenye orodha ya wachezaji ambao wametoka kwenye familia ambazo ni za kitajiri, wala hakutoka kwenye njaa. Kwa hiyo Balotelli hatuwezi kumhesabia kama mchezaji ambaye alitoka kwenye njaa, ametoka kwenye familia ambayo ni bora kabisa. Namba 4 kuna mchezaji mmoja anaitwa Patrick Bamford. Patrick Bamford bwana ameshawahi kupita Chelsea, amepita Burnley na amepita pia Leeds United. Moja kati ya vijana ambao hawakuwahi kufika kwenye heights kubwa sana kama ambavyo watu walikuwa wanategemea as prospects, lakini Patrick Bamford anatoka kwenye familia ambayo na yenyewe inajiweza. Wenyewe Waingereza wanakuambia silver spoon. Yeye huyu ana undugu na bilionea mmoja wa Uingereza anaitwa Sir Anthony Bamford. Sir Anthony Bamford na Patrick Bamford wana undugu. Kwa ukishapata hayo Bamford huko mwisho unajua kabisa hawa ni wale si baba yake, lakini ni wanatoka kwenye familia moja, ni ndugu, wanatoka kwenye familia moja. Sir Anthony Bamford anatambulika kama ni miongoni mwa mabilionea pale Uingereza. Bwana Patrick yeye Bamford sasa huyu mchezaji alikataa kusoma Harvard University kwa ajili ya kutimiza ndoto yake ya kuwa mchezaji. Kwa hiyo alikataa masuala kuendelea na chuo kwa Harvard, akasema anataka kutimiza ndoto yake ya kuwa mchezaji.
akaingia kwenye mpira, akapita pale Chelsea, akapita Burnley kwa mkopo, akaenda Leeds United, ndio sema ambao amekaa kwa muda mrefu kidogo. Na kutokana na yeye kutokea kwenye familia ya kitajiri, kuna wakati ilimweka katika kidogo mushkeli baina yake yeye na kocha wake pale Burnley, Sean Dyche. Wakati huo jamaa alijikuta tu hapewi nafasi ya kutosha kucheza, kwa akawa anakaa mkeka. Baadaye ikabidi tu waulize kama bwana inakuaje, mbona kama sipati nafasi ya kucheza, na kocha hakuwa na maelezo mengi sana zaidi ya kumueleza tu kwamba bwana, wewe unatokea kwenye familia gani, na alimuuliza swali jepesi, si kwamba unakuja kusign kwa mara ya kwanza, ulikuja na nani? Kwa bwana mdogo akajibu kwamba nilikuja na wazazi wangu, au wazazi sasa ndo hao ambao wana undugu au ambao wanatoka kwenye familia moja na bwana Sir Anthony Bamford. Kwa hiyo akamwambia bwana, unatokea kwenye Silver Spoon family, kitu ambacho Bamford yeye hakukichukulia vizuri sana. Kwa hiyo kulikuwa na mtafaruku kidogo baina ya Sean Dyche na Patrick Bamford, lakini ndio hivyo, lengo ni kukueleza kama Patrick Bamford ukimuona usimchukulie poa. Hajatoka kwenye familia za kimasikini, yeye katoka kwenye familia za watu ambao maisha yao ni mazuri. Namba 5, kuna bwana mdogo mmoja ambaye alifunga goli la kuipa ushindi Ujerumani, kuandika historia ya kuwa bingwa wa dunia kwa mara nyingine tena kwenye ardhi ya Brazil mwaka 2014. Kama utakuwa unakumbuka, ilichezwa finali ya World Cup kati ya Germany dhidi ya Argentina, ngoma ambayo Ujerumani aliibuka mshindi kwa goli la dakika za jioni kabisa ambao lilifungwa na Mario Götze. Kwa Mario Götze bana ndo ambaye namgusia hapa, ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoka kwenye familia ambayo inajiweza. Mario Götze huyu ndo ambaye alikuwa mfungaji wa bao ambalo liliwapa Ujerumani ubingwa katika dakika za nyongeza, au nikisema kwenye muda ule wa extra time, kwenye ile nusu saa, kwa Mario Götze ndo alifunga lile goli. Sasa Götze yeye anatoka kwenye familia nzuri. Baba yake mzee Jürgen Götze ambaye alikuwa ni profesa, yani ni profesa wa computer science kwenye chuo cha Yale University pale Ujerumani. Kwa Mario Götze anatoka kwenye familia ya kishua, hajatoka kwenye huku kwetu kwenye Uswazi. Kwa Götze katoka familia nzuri kabisa, maisha bora, mboga saba, baba profesa huko wa computer science chuo kikuu. Katika nafasi ya 6 kuna jamaa mmoja anaitwa Leonardo Campagna. Watu wengi hawamjui kwa sababu hajafika huko kwenye soka ambalo wengi wanalifahamu, lakini Leonardo Campagna ambaye yuko Inter Miami pale, ni teammate wake na Lionel Messi pale MLS. Yeye anatoka kwenye familia ambayo ni ya kishua. Haijaelezwa hasa shughuli ambazo wanazifanya wazazi wake, lakini familia yao inakadiriwa kuwa na utajiri wa dola bilioni 1. Kwa unaweza kaimagine familia ambayo ina utajiri wa dola bilioni 1. Leonardo Campagna, Mungu akupe nini tena. Unatoka familia nzuri, unacheza alongside Lionel Messi, kwa sehemu au kucheza alongside mchezaji ambaye watu wengi walikuwa wanatamani kucheza naye au wanatamani kucheza naye duniani, ndio yeye yuko karibu naye. Leonardo Campagna yuko hapo kwenye nafasi ya 6, lakini wa 7 ambaye anaweza akatufungia dimba siku ya leo, japo orodha bado ni ndefu, ila nimeona nikupe wa 7, Gerard Piqué. Gerard Piqué ni mchezaji ambaye amecheza Barcelona, amecheza Manchester United na amepata mafanikio yote unayojua ya mpira wa miguu duniani. Hamna kombe ambalo yeye hajalibeba katika ngazi ya club na katika ngazi ya national team. Kwa sababu Gerard Piqué ameshabeba Champions League, Gerard Piqué ameshabeba Club World Cup kwa ngazi ya club, ameshabeba La Liga, ameshabeba mataji yote kwenye ngazi ya ligi. Lakini kwenye timu ya taifa pia Gerard Piqué ameshatoa World Cup, ameshatoa Euro, ameshatoa kila kitu kwenye ngazi ya national team vile vile. Kwa hiyo tunasema complete football Gerard Piqué. Sasa Gerard Piqué yeye anatoka kwenye familia ambayo ilikuwa pia ni bora, maisha bora. Gerard Piqué ni maisha bora. Kwa msimuone tu vile bado anacheza nini, ni maisha bora. Na miongoni mwa wachezaji ambao wanamkwanja pia Gerard Piqué anaingia. Kwa Piqué yeye ametokea kwenye familia ambayo baba yake Gerard Piqué, baba yake alikuwa ni mwanasheria na mfanyabiashara. Kwa Gerard Piqué ametoka kwenye familia ambayo baba ni mfanyabiashara na mwanasheria, lakini mama yake alikuwa ni mkurugenzi wa hospitali. Kwa unaweza ukaimagine, mama mkurugenzi wa hospitali, baba mwanasheria na mfanyabiashara. Ukienda mbali zaidi, babu yake alikuwa ni makamu wa rais wa klabu ya FC Barcelona ambayo ndo alikuwa anaichezea. Kwa ametoka kwenye familia ambayo imenyooka. Babu makamu wa rais Barcelona, baba ni mwanasheria na mfanyabiashara, mama ni mkurugenzi wa hospitali. Kwa Gerard Piqué bana
ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoka kwenye familia ambazo ni maisha bora. Kwa hiyo yeye hakuwa anachezea mpira njaa, alikuwa anachezea mpira kama hobby tu na kujitengenezea kipato chake mwenyewe binafsi, lakini si kama angefeli kwenye mpira angekuwa yuko kwenye maisha ya hohehahe, hapana. Kwa hiyo kwa leo nimeona nikupe orodha hiyo ya wachezaji ambao wametoka kwenye familia za kitajiri, kwa sababu kuna perception ya kwamba mpira wa miguu ni mchezo ambao unachezwa na watoto wa kimaskini ambao wanatumia kipaji chao au vipaji vyao kukomboa familia zao kutoka kwenye umaskini ulioloea. Kwa hiyo perception ipo, ni kweli asilimia kubwa ya wachezaji wanatoka kwenye familia maskini, lakini wapo ambao wanatoka kwenye familia za kitajiri na wamefanya vizuri kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo kwa leo nimekupa orodha yao wachezaji 7 kwa haraka. Faik Bokya, Ricardo Kaka, Mario Balotelli, Patrick Bamford, lakini kuna Mario Götze, Leonardo Campagna pamoja na Gerard Piqué. Hao wachezaji 7 wanatoka kwenye familia ambazo ni za kitajiri. Bila kusahau wapo wengine huko Brentford ambao niliwapa story yake jana nadhani. Alafu pia kuna mtu kama Robin van Persie RVP, yeye pia naye alitoka kwenye familia ambayo inajiweza, baba akiwa mchongaji lakini mama akiwa ni mbunifu wa madini. Kwa wapo wachezaji wengi, orodha bado inaendelea ndefu, lakini kwa uchache hao ndio ambao nimekuandalia kwa siku ya leo.